إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وجاهد في الله حق جهاده حتى أتقين. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. تقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. أخرج الإمام البخاري وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Watukufu wa Islam, awali ya yote tunamshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala aliyetupatia kibali ya maisha moja, lakini mbili, akatupatia kibali cha sisi kuwa Waislamu. Tatu, ametupa kibali ya sisi kuishi ndani ya masiku 10 bora katika masiku ya mwaka mzima. Kalenda ya Kiislamu ina siku 350 na kalenda ya miladi hii 2025 mwaka mzima una siku 365. Katika masiku yote haya sisi tumepewa kibali cha kuishi ndani ya siku 10, siku bora katika masiku yote hayo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kutupatia vibali vya kuishi ili kuendelea kufanya matendo yaliyokuwa mema. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi ambayo iko kwenye kitabu cha Imam Bukhari, hata ukienda kwa Imam Abu Daudi pia unaikuta, na vile vile Imam Tirmidhi ameieleza hadithi hiyo kwa kusema, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ametueleza hivi. Na huu ndio ujumbe wetu wa leo, masiku 10 bora. Lakini ubora wake ni upi? Kitu gani kimefanya masiku hayo yawe bora, wewe na mimi tukawa ndani ya masiku hayo 10 bora? Tumsikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amesema, ma min ayami, hakuna siku wala haijawahi kutokea siku, al-amalu fihinna, hiyo siku kufanya matendo mema, al-amalu salih fihinna, kufanya matendo mema ndani ya siku hizo ambazo ndizo hizi siku tulizonazo. Ahabbu ila Allah
matendo hayo Allah anakuwa anayapandisha daraja na kuyapenda azza wa jalla, isipokuwa masiku haya ya ayyamul ashr, masiku 10 ya Dhulhijja. Masahaba walishangaa wakasema, ya Rasulullah, yani hizo siku ubora wake na hizo siku fadhila na amali njema Allah anapenda kuliko hata jihadi jinsi anavyoipenda, hata aljihadu fi sabilillah. Maana umetuambia amali njema bora hakuna inayoshinda jihadi, yani watu kwenda kupambana kwa ajili ya dini ya Allah iwe juu. Hili umeliorodhesha kwamba ndio amali bora kuliko amali zote. Leo unatuambia kwamba kuna amali nyingine ukiifanya ndani ya masiku haya 10, amali hiyo inakuwa bora kuliko amali zote. Hata aljihadu fi sabilillah, hata jihadi pia ya Rasulullah. Qala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata aljihadu fi sabilillah, amali hizo ni bora, hata hiyo jihadi haifui dafu. Labda kama mtu atakwenda jihadi akaenda kwa nafsi yake mwenyewe, lakini vile vile akaenda kwa mali yake, halafu asirudi na mali, na wala yeye mwenyewe asirudi akafia huko huko, huyo kidogo anaweza akashindana na mtu atakayeswali swala 5 ndani ya ayyamul ashri, ndani ya masiku haya 10. Swala zake zinakuwa bora kuliko ibada yoyote, kuliko mtu atakayetoa sadaka zake ndani ya hizi siku 10. Sadaka hiyo inakuwa bora kuliko amali yoyote, hata aljihadu fi sabilillah, kuliko yule atakayefanya albirru, akafanya wema baina ya watu na waja, au akaunganisha udugu, birrul walidain. Mtu atakayefanya wema kwa wazazi wake wawili ikiwa wako hai, ikiwa mmoja hayupo akafanya wema kwa mzazi wake mmoja, huo wema kama alikuwa anampa vocha ya shilingi 1000 miezi mingine au siku nyingine, akimpa vocha ndani ya siku hizi 10 ni bora kuliko masiku mengine yoyote, kwa sababu ameunganisha mahusiano yake yeye na mzazi wake. Hata silatul arham, hata yule atakayeunganisha udugu, ndugu waliogombana watakaopatana ndani ya mwezi huu, yani hizi siku za Dhulhijja, 10 Dhulhijja, na siku zinakwenda mno, masiku yanahesabika ayyaman ma'lumatin, masiku yenye kuhesabika maalum. Al-amalu fihinna, matendo mema ndani ya siku hizo, ahabbu ila Allah. Idha kana al-amalu salih yuhibbuhu Allah, ikiwa matendo mema ukiyafanya ndani ya siku hizi 10 Allah anayapenda, lipi tena unalitaka ulifanye ambalo Allah subhanahu wa ta'ala asilipende ndani ya siku hizi ambazo Allah ametupa? Ndugu zangu katika imani, hadithi hiyo inatubainishia ya kwamba Allah anapenda kuwapa ofa waja wake kila msimu unapokuja. Umri wetu sisi, umri wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameubainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun ma yujawiz an dhalika. Umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishi utakavyoishi, fanya fujo zote, lakini umri wako unacheza kwenye miaka 60 kuelekea 70. Na Mtume akasema wachache watakaoweza kupinduka kwenda 70 mbele huko, na akipinduka umri fresh ni baina ya miaka 60 kwenda 70. Sasa ndani ya miaka 70, ndani ya miaka 60, kama utapewa hiyo miaka, ni matendo gani mema utayafanya mengi yaweze kutosheleza wewe kwenda peponi? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Adam na mitume wengine waliotangulia kina Nuh waliishi miaka mingi sana. Famathala Nuh alayhi salatu wasalam, Nabii Nuh ameishi miaka 950, na hii ni miaka ya kupewa utume, kazi yake ya utume, miaka 950.
toa miaka ambayo bado hajapewa utume. Maana yake alikuwa na miaka zaidi ya 1000. Miaka zaidi ya 1000 kwa Nabii Nuh. Ikiwa anaswali, anafunga, anatoa sadaka, anafanya mambo mema, huyo mtu tutashindana naye vipi kwa amali? Miaka 950 kwa miaka 60, wapi na wapi? Wapi na wapi? Nabii Adam alipewa miaka 900 na sisi hatuwezi kuwashinda watu waliotangulia. Angalia, hatuwezi kuwashinda kwa umri wala hatuwezi kuwashinda kwa ukubwa. Nabii Adam alivyoumbwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Nabii Adam ameumbwa akiwa ana urefu wa dhiraa 60. Urefu wa dhiraa 60 ukiconvert kwenda kwenye mita sawa sawa, la ilaha illa Allah, mita 37 urefu wa mtu. Mita 37, mafundi mkafanya utafiti. Nikiwa nimesimama hapa ni mpaka mlangoni kule, urefu wa mtu kwenda juu. Maana yake hapa kwenye hii paa Nabii Adam alikuwa labda ndio kiuno chake kinaishia kwenye paa, kichwa kiko mbali huko, mita 37, nusu uwanja wa mpira karibia, ndio urefu wa Adamu. Alafu upana wake, yani ule upana wake, wide yake ilikuwa ni dhiraa 7 sawa sawa na mita 4. Mita 4 upana, jitu sawa sawa. Utamshinda wapi Adam kwa urefu na upana? Wewe fanya utakavyofanya, kuwa mkubwa utakapokuwa mkubwa, huwezi kumshinda Adam. Angalia, haya nayaleta ili kubainisha kwamba umri wako ni mchache sana, matendo mema yanatakiwa ili ukashindane na kina Nabii Nuh. Umbile lako ni dogo sana na linapungua siku hadi siku, toka dhiraa 60 mpaka sasa mtu mzima aliosawa sawa ni mita futi, sio mita, futi 6. Mtu mrefu sana futi 6 point ngapi sijui, huyo ndio mrefu sana kuliko wote. Sasa nilichokuwa nataka nimaanishe hapa, ndugu yangu katika imani, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa hatuwezi kuwashinda wale waliotutangulia kwa miaka mingi, watakuwa wamefanya matendo mengi, ummati huu ukapewa ofa kwamba masiku 10 ya Dhulhijja yeyote atakayefanya amalun salih atalipwa malipo ya kuwashinda au kuwakaribia wale walioishi miaka 950. Ikiwa katika Dhulhijja unapata ofa ya kuongezewa amali ili ukalingane na mitume waliotangulia, hali kadhalika tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakayediriki Lailatul Qadri ni sawa sawa na mtu aliyofanya ibada na matendo mema kwa miaka 83. Ni ofa ilishapita mwezi wa Ramadhani. Kuna ofa nyingine iko mbele yetu, baina aidina, khudhuha ya ibadallah, ichukueni hiyo ofa, msilazie. Hiyo ni nafasi, wal fursatu la tatakararu, umri hausimami na nafasi haiji mara mbili. Falaallaha, huenda nafasi hii ulioipata ya kuingizwa katika jahazi la watu watakaoishi ndani yake ndani ya masiku haya 10, huenda mwaka huu ukawa ni mwaka wako wa mwisho, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatima, mwisho mwema. Ibadallah, kwa nini haya masiku yakawa bora? Isma' madha yaqulu Allah, sikiliza Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje. Wal fajr wa layalin 'ashr, Allah aqsama bihadha al-ayyam au bihadhihi al-ayyam, Allah ameyaapia masiku haya. Wal azim, na idha aqsama Allah bi shay'in dalla hadha ala 'idami makanatihi, Mwenyezi Mungu anapoapia jambo, hilo jambo maana yake lina nafasi kubwa sana, lina hadhi, lina umuhimu. Allah anaapa kwa alfajiri. Alfajiri na umuhimu, alfajiri na washinda wengi. Alfajiri yumkini wengi wetu hapa hawajaswali alfajiri kutokana na umuhimu alfajiri, na kwa sababu mambo muhimu hayawapati watu wengi sana, watu wachache ndo wanakutwa na hayo mambo muhimu.
alfajiri nayo ikaapiwa kwa sababu ni watu wachache wanaweza kuitekeleza hiyo alfajiri na wengi wakawa bado wamelala. Kwa hivyo basi Allah anawapa ofa wale walioswali alfajiri kwamba wamefanya jambo kubwa na wamefanya tendo na matendo ambayo ikiwekwa kwenye mizani yao siku ya kiyama itashindanishwa na mtu aliyofanya ibada miaka 950. Wale ambao hamswali alfajiri, ni fursa kiasi gani inawapita hiyo? Ni ukubwa kiasi gani wa amali njema inawapita? Halumu ila almasajid, tuelekee kwenye misikiti. Laiti misikiti itajaa alfajiri kama inavyojaa Ijumaa. Allahu akbar. Yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Laiti misikiti alfajiri ingejaa kama hivi Ijumaa, Allah angeshusha baraka zote kutoka mbinguni na ardhi angeinawirisha na kuirutubisha na maisha yangekuwa mazuri sana. Angetuondolea magonjwa na maradhi aina mbalimbali. Lakini wapi? Misikiti alfajiri anaswali imamu na bilali wake na wajumbe wa msikiti au kamati ya msikiti. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe ndani ya 10 hili la mwezi wa Dhulhijja, katika masiku haya 10, ikiwa mpaka sasa hujaswali salatul fajri ambayo Allah ameiapia wal fajri, na apa kwa alfajiri, wa layalin ashrin, na naapa kwa masiku 10 ya Dhulhijja. Layalin ashrin ya masiku tulionayo. Kwa nini ayaapie? Al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah. Swala uloswali wiki iliyopita, dhuhuri, alasiri, magharibi, isha, haiwezi kulingana na dhuhuri utakayoswali leo, kesho kutu Ijumaa. Sadaqa utakaitoa na ulioitoa juzi ile au Ijumaa iliyopita hailingani na sadaqa utakaitoa ndani ya siku hizi 10. Ya ayyuhal fudala, enyi ambao mmejaliwa nafasi, yeyote mwenye milioni basi aichange hiyo milioni, kila siku atoe shilingi 100,000. Ndani ya siku 10 atakuwa ametoa milioni 1. Faya ayyuhal fudala, enyi mliopewa nafasi, yeyote aliopewa 100,000 aichange hiyo 100,000, kila siku atoe shilingi 1,000 kuwasaidia wasiojiweza, atakuwa amefanya jambo kubwa sana. Ayyuhal fudala, enyi waja wa Allah, yeyote aliopewa shilingi 10,000 aichange 1,000 kila siku atoe. Yeyote aliopewa 1,000 achange shilingi 100 aweze kutasadaka kila mmoja. Liyunfiq bu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Ayuha alahibba, ndugu zangu katika imani, thaniyan, kwa nini siku hizi 10 zimekuwa bora? أنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره, ni masiku haya ambayo maalum Allah ameweka kuwa ni sheria ndani yake kufanya dhikri. Allah asema wayadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Siku ni hizi ni siku maalumu muhimu, na Allah ameziita hivyo katika suratul Baqara, katika suratul Hajj aya 20. Ndugu zangu, haiwezi ikawa kitu maalumu alafu ikapita hivi. Umaalumu wa siku hizi ni kwa sababu wako watu maalum wamechaguliwa na Allah kutekeleza yale walioambiwa wayatekeleze. Ahibati fillah, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni toba tutubie, ni tufanye. Ikiwa ni sala tudumishe. As-sala ibadallah ayuha rijal. Sala tena kwa jamaa msikitini. Wanaume tuna mambo mengi, njoeni mswali sala za jamaa msikitini. Ukiweza kuswali hizi siku 10 zote sala ya jamaa msikitini bila kukupita, wewe umetengenezewa maisha yako ya miaka mingi mno, na hilo ndilo tunalitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, haya ni masiku muhimu, ayyama ma'lumati, na yanahesabika pia ni maadudati.
ni siku 10 tu. Zikipita hizo ni mambo mengine tena, hayo yanaelezwa. Ndugu zangu katika imani, limadha ikhtassa Allah, kwa nini Allah amezifanya hizi siku 10 kuwa ni siku bora kuliko masiku mengine yote? Ni kwa sababu ijtimaa ummahatul ibada, ibada zote unazozijua kubwa, yani ibada zile kubwa zote zinakusanyika ndani ya masiku haya 10. Kivipi? Hizi ndio siku za talbia, ni siku ya kumdhukuru Allah na kumkabir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hiyo ni nguzo ya kwanza katika nguzo 5 ya Kiislamu. Takbiri hizo zinapatikana kipindi hichi cha Dhulhijja. Ibada nyingine inayopatikana as-sala, swala ziswaliwe kwa wingi, salatul mafrudha wa salatul nawafil, swala za sunna, qabliya, ba'diya, salatul duha, salatul layl wa tahajjud. Jipinde, jikaze, masiku ni machache, yana khairi kubwa. Jambo la 3 linapatikana az-zaka. Watu wanatoa sadaka na zaka ndani ya masiku haya 10, yanapatikana ijtima'u ummahatul ibada, az-zaka. Ibada nyingine kubwa as-sawm. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 9 Dhulhijja, alikuwa akifunga siku 9 hizi za Dhulhijja, na ametuamuru atakayeweza azifunge. Atakayeikosa funga ya kipindi hichi cha siku 10, basi angalau isimpite funga ya Arafa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ahtasibu, nina mategemeo makubwa, nina garanti. Mtume anasema saumu Arafa yukaffiru sanat qablaha wa sanatu ba'daha, ni funga pekee inaweza kusamehe after and before. Inasamehe madhambi yako uliyofanya, inasamehe madhambi yako utakayoyafanya. Allahu akbar. Ni funga ya Arafa peke yake. Funga zingine tumeambiwa ukifunga yanasamehe na kufuta madhambi yako yaliyopita. Arafa peke yake, yaumul wuqufu, yaumul arafat, yaumul qiyamul hajij baitillahi alharam. Faqala sallallahu alayhi wasallam, hija yote akasema alhajju Arafa, hija ni Arafa. Ile siku ya Arafa, ninyi ambao mjaenda mfunge siku hiyo. Ndugu zangu katika imani, hakuna asiyekuwa na macho. Kama utayafumba mwenyewe, yafumbe. Hakuna asiyekuwa na masikio. Kama utatia pamba mwenyewe masikioni, tia mwenyewe. Lakini tunachotaka kusema, yaumu Arafa fi hadhihi sana, siku ya Arafa mwaka huu 2025 1446, siku ya Arafa itakuwa siku ya Alhamisi, siku ya tarehe 5 mwezi wa 5 mwezi wa 6 itakuwa siku ya Arafa. Hajij baitillahi alharam watasimama katika viwanja vya Arafat siku ya Alhamisi ijayo. Sasa nini cha kufanya? Watakaposimama Arafat, wewe na mimi ambaye hatukwenda, ambia sumu yauma Arafa, fungeni siku ya Arafa mkiwa sambamba na wenzenu waliosimama katika viwanja vya Arafat. Ndugu zangu katika imani, baada ya Arafa wakishuka wenzetu katika viwanja vya Arafat, wanapoelekea magharib yaumu Arafa, wanaelekea Muzdalifa, watalala pale. Kesho yake siku ya 10 ambayo itakuwa ni Ijumaa, yaumun nahri, ni siku ya kuchinja. Yeyote ambaye ndugu yake ameenda afanye mawasiliano nayo, teknolojia zipo. Je, siku ya Arafa itakuwa lini? Je, siku ya kuchinja itakuwa lini? Ili na sisi tusikose baraka za siku hizo. Yaumun nahri, siku ya kuchinja,
itachinjwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo Eidul Adha, Eid ya kuchinja, itazama ndani ya siku ya Ijumaa kama ya leo. Ibadallah, enyi waja wa Allah, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitufanye tukapitwa na ubora wa masiku hayo, na ikifika siku ya Arafa atujalie na atupe nguvu ya kufunga. Ndugu zangu katika imani, wa fiha, ndani ya masiku haya, albirru, wema kwa wazazi wawili, wasila, fanya muunganiko baina ya familia, wa qira'atul Qur'an, soma sana kitabu cha Allah, wal infaq, toa sana mali yako, wa qiyamul layl, simama sana usiku. Ndugu zangu katika imani, ahibati, lam ya'rif sharafa zamana, huenda usijue umuhimu wa masiku ulionayo. Fasayati alayhi waqtun, itafika wakati yaarifu dhalika, mtu atajua haya tunayasema. Alafu hina idhin, wakati huo utasema ya laitani qaddamtu lihayati, ole wangu ningetanguliza matendo mema saizi tule. Hatta idha jaa ahadahumul maut, mpaka mtu pale itakapomfikia sasa kifo. Qala, atasema rabbi irji'un, ya rabbi hebu nirejeshe kidogo nikafanya ile matendo mema niliyoambiwa. La'alli a'malu salihan, katika hayo masiku utakayonirejeshea huenda nikafanya matendo mema. Fima taraktu, yale niliyoyaacha. Famadha yaqulullah, Allah anasemaje kumjibu huyo mtu wakati huo anahangaika, roho inamtoka, anatakiwa aongezewe sekunde, haiwezekani. Kalla, aambia haiwezekani hiyo. Innaha kalimatun huwa qailuha, ni maneno tu ya mkosaji. Tumekupa miaka 60 hujafanya chochote, tukikupa sekunde utaweza wapi? Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Qul ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman kathira. Wa ba'd, ninahusia nafsi yangu mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi zenu, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kumtii Allah ndani ya masiku haya 10. Lakini masiku haya 10 yakishapita, maisha yanatakiwa yaendelee, utiifu inatakiwa uendelee kwa Allah, na utiifu inatakiwa uendelee baina yetu. Ndugu zangu katika imani, mazungumzo yetu, kwa sababu Ijumaa tulionayo ya ndani ya masiku haya 10 ni Ijumaa hii tu. Hatuna Ijumaa nyingine tena ambayo itakuja itaangukia ndani ya masiku haya. Ni hii tu moja. Ijumaa ijayo tutakuwa tumeshatoka ndani ya masiku haya. Kwa hiyo basi, walaysa lil-insani illa ma sa'a, hakuna mwanadamu atakacholipwa isipokuwa kile alichokiendea mbio mwenyewe. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na the way unavokimbilia mambo ya heri utayaona mema yako wewe mwenyewe na utaonyeshwa. Thumma yujazahu jazaa al-awfa, kisha utalipwa malipo ambayo hutotegemea kabisa. Kama unahitaji kulipwa pension na umekaribia kustaafu kwa hiari miaka 55, au unastaafu kwa lazima kwa miaka 60, unachekelea pension ya milioni 20-30, elewa hiyo ni pension ndogo sana. Fanya matendo mema sasa hivi, pension yako ni kubwa sana siku ambayo utaondoka katika hii dunia. Ibtanim 5 kabla 50, nufaika haraka mno na 5 kabla 5 hayajakufika. Shababaka kabla haramika, enyi vijana, nafasi ndio hii, itumieni sasa kwenye ibada na ujenzi wa nchi yenu. Kwa hakika ujana ni muda wa kupita, na ukipita utatamani kurudi tena. Lakini jambo la pili, wasihataka kabla sakamika, nafasi ndio hii. Afya unayo, simama, swali, toa sadaka, fanya yote kwa sababu afya unayo, kwa sababu kuna siku afya hiyo utakuwa kitandani, watu wanakugeuza kulia na kushoto, unatamani uje kuswali swala ya jamaa msikitini.
lakini too late. Maradhi yamekulaza katika kitanda, na ndugu zetu tunawajua waliolazwa wako wengi. Kwa nini wawe wale usiwe wewe? Ni kwa sababu maradhi tayari yameshapiga hodi, na sisi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaponye wao, na sisi atunusuru tusiingie katika maradhi. Baadaye watu watagombania hizo pesa zako kukufanyia hitima, na watu watanunua ng'ombe, mbuzi wachinje, wale washipe, na watafurahi kwa kifo chako. Tanguliza mali yako mwenyewe, kitakachobaki kitarithiwa, lakini usijibakhilie kiasi hicho. Wa ghinaka qabla faqrika, ufakiri huko mbele. Antumul fuqara ila Allah, ninyi nyote ni mafakiri mbele ya Allah. Hakuna anayeondoka hata na senti mbili ndururu ya kumsaidia kule kaburini. Ndugu yangu Muislamu, tumia nafasi yako ya ukwasi ulionao kutanguliza akhira yako. Sasa muda unao, faragha kabla shughlika. Faragha, nafasi unayo ya kufanya mambo. Fanya mambo sasa hivi. Kuna muda utakosa muda, kuna wakati utakosa wakati ndo huu. Fanya jambo hilo, lakini akhiran wa hayataka kabla mautika. Fanya haraka kabla hujaenda pale panapofukiwa watu. Hakuna maskhara. Sasa fanya amali njema. Al-amalu salihu fihinna, amali njema ndani ya masiku haya 10. Ahabbu ila Allah, ni yanapendwa mno na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kichache tutakachokifanya ndani ya masiku haya 10, Allah atakubali amali zetu na atufutie dhambi zetu, atengeneze maisha yetu, atunusuru na maadui, atunusuru na mahasidi, atunusuru na wenye chuki, na atunusuru na atupe amani ndani ya mitaa yetu, atuboreshe amani ndani ya nchi zetu, na iboreshe amani ndani ya dunia kwa ndugu zetu wa Palestina waliokuwa Gaza, ambao sisi tunazungumzia mambo haya 10 bora. Wao wanaangalia namna gani leo tukwepe bomu kutoka huko angani, ambako kwa hakika yapasa kuwaombea dua kila uchao. Katika dua zako za mwezi huu na masiku haya 10, sema ya Rabb, Mwenyezi Mungu, Rabbul Mustada'afin, Mola wa wanyonge, nusuru watoto walioko kule Gaza, nusuru na mama waliokuwa Gaza, nusuru ummati Muhammad waliokuwa pale Gaza. Imefika sehemu sio mabomu tu, maji ya kunywa wanayatafuta na wanayaona, lakini wamezuiwa wasime. Sasa badala ya kufa kwa mabomu, wanakufa kwa kiu ya maji, wanakufa kwa njaa. Na hii inahitaji sisi, hatuwezi kufika kule, lakini dua zetu zitafika na nusura ya Allah ipo karibu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa nakis a'da'aka a'da' ad-din واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Hotuba ya leo Sheikh amesisitiza juu ya hija, ubora wa hija, lakini pili akasisitiza juu ya ubora wa kuchinja, fadhila zinazopatikana katika kuchinja, na pia amesisitiza sisi tuliobaki huku, kwa sababu wenzetu kule pia watachinja na sisi huku basi tuchinje, kwani chinja ni kafara kubwa sana, inatuondolea mambo mengi. Kwa ni muhimu kuchinja, na Waislamu wamesisitiza kuchinja. Kila mtu mwenye uwezo achinje kulingana na Sheikh alivyotoa maagizo.
watu 7 wanaweza kununua ng'ombe mmoja, lakini mtu mmoja pia anaweza kununua mbuzi mmoja akachinja. Hilo ni jambo jema sana. Pia amesisitiza wale ambao wanaona kuna shida kidogo ya kuwapata wanyama, basi wamuone yeye ana mipango ya kuweza kuwapata wanyama na akawafanyia hiyo shughuli hapa msikitini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.